Yes, bana mambo vipi mwana familia wa Ricky Media? Nipo zangu kwenye yacht part. Tayari bwana zoezi zima la uvalishaji pete limeshafanyika. Paula katufanyia fitina moja kubwa sana. Content yanayo Paula amegoma kuitoa, ila mazingira yote ya namna ambavyo shughuli nzima ilivyokuwa tutakuonesha hapo baadaye. Paula amesema atatupa video, ila kiufupi tu ni kwamba zoezi la uvalishaji pete limeshafanyika. Kajala amesema yes, yupo tayari kwa ajili ya safari mpya tena baada ya kupitia changamoto za hapa na pale. Ricky Media tupo hapa kwenye yacht part. Tumetokea zetu Slipway, tunaelekea Mbudia. Tutazidi kupa update cha kufanya. Subscribe YouTube channel ya Ricky Media, lakini pia kutufuatilia kupitia platform zetu zote za Instagram, Facebook na Twitter. Tunapatikana kama Ricky Media TZ. Mimi naitwa Ricky behind the camera, mama KB Pixel. Yeah, niko na mwanangu anaitwa Leo. Upo? Nipo. Shwari. Hebu sogea KB tuone kwa kidogo. Sogea kwa tuone vizuri. Mzee wangu, uko fresh? Niko vizuri kabisa. Kisha vipi? Safi. Bwana Stani umeshangaza watu wengi sana. Stani umelia kwenye uvalishaji wa pete wa Harmonize. Kiukweli ni jambo ambalo nilikuwa naliwishi siku nyingi. Kwa hiyo kwangu nimesikia vizuri sana. Niko happy. Na ndio kwa mara yangu ya kwanza kunywa pombe pia. Ndio ulie? Ndio ulie? Feelings wazungu. Mwana mwenzako anavalisha pete unalia? Wazungu wananielewa. Angekuwa mwana wazungu wananielewa. Afu mimi hawa wote hawa ni wanangu wote hawa, wazazi wangu hawa. Kwa hiyo mimi nawajua vizuri. Nimefurahi ambacho kimetokea. Mwijako ameuliza hilo swali, akasema inakuwaje Sam Aliu Stani analia katika siku kama hii ya leo? Mtu ameshaachwa hawezi kuwa sawa. Wewe unaona vitu kibao pale kwenye mtandao, unamwona kabisa hayuko sawa. Hayuko sawa. Wakati Harmonize amemtambulisha Kajala jukwani pale Zanzibar, mimi nilikuwepo pale, wewe haukuwepo. Tukaona video yako wewe ukiwepo nyumbani kwa Harmonize, unatoka ndani. Wewe una access gani kwa Harmonize mpaka muda wote unaenda? Stani nikizungumza, hii ni familia. Mimi hayupo, mimi kwake nafika. Hii ni familia yangu. Kama kuna msosi napewa. Hata mlinzi pale getini haulizi, wale security hawaulizi. Nitampita security wa kwanza wa pili hawaulizi. Okay, niambie ukweli Stani. Harmonize na Kajala wamerudiana toka lini? Muda gani? Muda mrefu. Kama miezi mingapi? Unajua ni muda kidogo kwa sababu walirudiana kidogo, ikatokea conclusion nini, mambo hayajakaa sawa, karudi tena. Sema tulikuwa nakaa nayo tu moyoni. Vile na posti vipicha pale tayari. Nilikuwa kama nawasanua watu lakini hawaelewi. Maisha ya Harmonize na Kajala na Harmonize akiwa yeye peke yake, yupi Harmonize bora unamuona wewe kwa upande wako? Akiwa na Kajala. Kitu gani ambacho Harmonize anapungukiwa anapokuwa mbali na Kajala? Kwenye kazi na kila kitu, nyinyi katika lifestyle na familia. Kazi anafanya vizuri, la anaona kama anakuwa free sana. Kajala anamshape kama mume. Au anakuwa mume. Kuna mengi atawashangaza watu yanayokuja baada ya hili uhusiano kurudi. Yatawashangaza watu mengi sana. Okay, sawa. Wewe lini unamtambulisha mpenzi wako Stani Bakola? Soon as possible. Tuna mgogoro hapa kati hapa. Miaka yote? Miaka yote. Hapa tumepata mgogoro hapa kati, lakini nitauweka sawa. Hapo natambulisha. Inshallah mwakani naoa. Una kitu gani cha kumwambia Mwemba ambaye sasa hivi yuko single? Mimi sasa sije kumwambia kwa sababu yeye tayari ameshachanganyikiwa. Mkewe Alice namuomba tu amsamehe. Achukulie ndo alivyoumbwa, ndo mapungufu yake, amsamehe, warudiane naye sababu amekuwa kama kituko. Lakini nyinyi hapo ni washikaji ambao kimsingi unapomwona Mwijako basi na tabia za Stani kuna namna moja zitakuwa zinashabihiana. Wewe Stani, Mwijako anasema sababu kubwa ni kuchepuka. Inaonekana wewe umshepu rafiki yako ameoa, au mshauri rafiki yako asipige matukio nje? Hapana, hiyo kushauri, unajua hiyo ni akili ya mtu anaweza akachepuka hata usipokuwa naye. Wewe hujui michepuko ya Mwijako? Nisikilize, ndio maana unaona mimi leo sinyi pombe. Kuna wanangu hapo wamenizunguka wanafanya nini? Wanakunywa. Tabia ya mtu tu. Si umeelewa vizuri? Lakini mimi kubwa sitaki tuangalie amekosea wapi, amefanya nini. Namwombea msamaha kwa Alice. Alice amsamehe. Anateseka huyu baba, anazalilika, amekuwa kituko sasa. Juzi anavaa mahereni kweli. Nashukuru sana kwa muda wako. It's not bad. Yaani bad, hii ni story mbaya kabisa. Abadilike. Amechanganyikiwa. Alafu na sehemu kuna kitu kinapita hicho midumbukia kwenye simu, alafu sasa ni kwa nini? Kwa sababu ni kubwa.
bado naipenda. I'm so sorry, my love. And it's not gonna happen that again in our life. Amen. Amen for that, You know, I promise you that I will always fight for your happiness. You know, Amen. you understand? Some such stuff made me grow and to know how important you are in my life. Nakupenda sana. I'm For so long I've been waiting to see myself in life. I can't live without you. I can't live without you. Mshikaji hiyo tatu misunderstanding. Tuligogombana. Akaenda akashuti ile jumba. Yaani vitu ambavyo nilikuwa nafanya naye, kaenda akashuti na huyo mtu wake. Huyu amechanganyikiwa, alafu na sehemu kuna kitu kinapita hicho midumbukia kwenye simu, alafu na simu ilikuwa ni yangu. I'm so sorry, my love. And it's not gonna happen that again in our life. Amen. Amen for that, You know, I promise you that I will always fight for your happiness. You know, Amen. you understand? Some such stuff made me grow and to know how important you are in my life. Nakupenda sana. For so long I've been waiting to see myself in life. I can't live without you. I can't live without you. Mshikaji hiyo tatu misunderstanding. Tuligogombana. Akaenda akashuti ile jumba. Yaani vitu ambavyo nilikuwa nafanya naye, kaenda akashuti na huyo mtu wake. Huyu amechanganyikiwa, alafu na sehemu kuna kitu kinapita hicho midumbukia kwenye simu, alafu na simu ilikuwa ni yangu.